flavor ya kumweka Nyanshiski pamoja na Mafikizolo at the same pace. Coke Studio guys, unaweza kuangalia more performance kutoka nchi tofauti, artists tofauti wakiwa wanafanya wakibadilishana nyimbo au wakiwa wanaimba pamoja. Nenda ukisearch Coke Studio Africa, then unaweza kupata YouTube, kwenye YouTube yako unaweza kupata all of them. Lakini kwenye 5 Select nitakuwa nakuonesha vipindi vidogo tu ili nikupe ladha kidogo ukaifuatilie on your YouTube. So, Uswege, jamaa ambaye alipata umaarufu ghafla on Instagram out of the blue, kila mtu anakuwa anamzungumzia kutokana na aina ya kazi yake anayofanya ya tofauti. So Uswege, mambo? Freshi. I have to make sure ile jina silichapii, maana the moment tu nikichapia ile jina naongea kitu kingine ambacho oh my god. So Uswege Madara. Uswege Madara ni nani? Uswege Madara ni comedian. Ni music comedian, pia ni mchoraji. I usually draw beautiful people. Nachora mimi kuna wachoraji wengi wanachora katuni, wengine wanachora serious, lakini mimi ni mchoraji pekee ambaye nachora sio katuni, sio picha nzuri. I draw beautiful people. Okay. And I draw beautiful people. So far wakati tunaendelea na interview, mfuatilia on Instagram, jina gani unatumia? Uswege Madara. Uswege Madara. Utaona picha zake afu utaelewa akisema beautiful people alikuwa anamaanisha nini. Mambo? Karibu. Asante. Nipenda kujiintroduce right now, mtu angependa kujua tuko na nani? Mimi naitwa Lolo Mapozi. Lolo? Mapozi? Ndio jina natumia Instagram. Mapozi, Hilo jina umejipa mwenyewe au? Lolo jina nilopewa director yangu. Alinipa tu jina la Lolo. Mapozi swaga tu. Swaga tu. Okay, wewe ni video vixen/model, pia nasikia unaigiza. Unawezaje kuhandle vitu vyote hivyo vya sanaa kwa wakati mmoja? Unapopangilia tu ratiba yako. Kila kitu kina wakati wake. Kwa hiyo utakuta kama ni wakati niko location, mfano na shoot, ukiniita kwenye video sitokuja kama niko katika movie. Lakini kama sipo katika movie, ukiniita katika video yako pia nakuja. Okay. Na kwa sababu umeshafanya vyote hivyo, kipi kinalipa zaidi kwa sasa? Kwa sasa. Video vixen. Video vixen, Ninalipa kwa kiasi gani? Let's say nikiwa video vixen naweza ngatengeneza hata milioni 10 kwa mwezi. Hapana, kwa sababu I still underground, that's why. Kwa kadri muda unavyozidi kwenda na underground video vixen, hii ni mara yangu ya kwanza kusikia confession ya underground video vixen. Nice. Before ujue kwa sasa hivi sio underground tena kwa sababu nishafanya video 5. So ukishafanya video 5 mtu yote, hiyo ni level ya kwenda. Yani kadri unajua unavyojibrandi ndio jinsi soko lako linakuwa. Without branding, nothing. So kama wewe sio underground video vixen, wewe ni star au tukuiteje? Star sijulikana. Star sijulikana. Okay, Uswege, idea ya kuchora picha ambazo sijui nisemeje, yani kwa jinsi ninavyoweza kuziweka mimi ni kama vile mtoto mdogo amechora na mkono wa kushoto. Sijui kana eleweka, yani picha zake zinakuwa zina comedy ndani yake, na huwa anapenda kuziweka zile kama before and after hivi. Yani kwamba picha yenyewe aliyokopi ni hii hapa na hii hapa hivi. Idea ulitoa wapi? Idea ilikuja, mimi siku nyingi ni mchoraji, napenda kuchora. Katika maisha yangu ya uchoraji nilikuwa napenda kujikompea. Naangalia mwenzangu amechora vipi na mimi nachora vipi. Picha aliyochora mchoraji mwingine naikuta ni nzuri, na picha ambayo nakuwa nimechora mimi ile naona kabisa ya kwangu sio nzuri. Ushaona? Ikafikia hatua nikawa natamani basi na mimi niwe na uchoraji. Kwa mfano picha kama hiyo, yani hizo ndo aina za picha anazokuwa anazichora. Na uwezi amini ndo amepata umaarufu mkubwa on Instagram, kila mtu akawa anamzungumzia, na kumekuwa kuna repost za wasanii wengi kiwemo Young D, Dogo Janja pia nimemuona akipost Young D hapo mwenzangu. Hicho kidevu wewe. Hivi ushawahi kumchora celebrity au star yoyote alafu akakumind? Hajatokea au kunimind, lakini kuna post ya Jackie Wolper niliona akumind, ila kama vile alitoka na povu alafu kama design ametoka na povu, lakini mimi nilifurahia, siwezi kumjibu. Unaenda pale kwenye comments nini unajibu nini? Sikumjibu. Star wa kwanza wewe kumchora alikuwa ni star yupi? Star wa kwanza kumchora alikuwa ni Nandi. Ile mbona kama kinani refu hapa katikati au sio picha hiyo? Ndio yenyewe. Ndio. Alafu kamtumia DM au unawasiliana nao vipi yani? Nandi
No, Nandy niliposti pia, huwa na namba yake nilimtumia. Yeah. Picha inachekesha. Kiukweli picha huwa hizi picha ninazochora zinachekesha. Kwa hiyo ukimtumia mtu reaction yake lazima acheke. Yeah. Hata kama atashindwa kuriposti lakini picha zinachekesha. Yeah, kitu kingine ambacho nime-notice kwenye picha zako, watu wako wana shingo ndefu na wengine wana vidole 6 afu madole marefu. Yaani kama vidole vyangu unganisha mara mbili hivi. Ndio dole la mtu mmoja. Yaani hiyo pia ni one of the hiyo ni Wema Sepetu mwenzangu. Hii Wema ameshaiona? Sijui. Ujui? Yeah. Ujaipitia hata likes uangalie Wema Sepetu like this photo. Akilike lazima nione. Lakini so far wanao like, wanaokuja comment pale na waona. Yeah, so tukuhusu hiyo shingo ndefu na makucha na madole. Okay. Ni kwamba hujui kuhesabu vidole, tuna vidole 10. Unaona kila mtu ana vidole 6, wengine 7. Hizi picha huwa naziweka katika makundi mawili. Kuna watu ambao nawachora kama anawapa adhabu. Kwa mfano Dogo Janja. Dogo Janja ikitokea hajajibu message na mchora, nampa shingo ndefu, hiyo ni adhabu. Watu wengine na wachora. Kwa hiyo ni aina yako ya kujibu beef. Kuliko utukana nao kwa sababu haja kujibu message zako, unawachora vibaya. Hiyo ni njia ya kwanza sasa. Njia ya kwanza. Namna ya pili. Njia ya pili. Namna ya pili. Love. Pale wanaandika fan art. Mimi nachora mimi na wachora mastaa wangu. Wale ninaowapenda ndio ninaowachora. Usiwapenda wachore. Kuna wengine mtu anaomba unamchora. Okay, mtu akikuomba mchora unamchaji shilingi ngapi? Huwa na wachaji 5,000. Wewe. 5,000 beautiful people. Yaani mastaa wanatengeneza mamilioni ya pesa unawachaji shilingi 5,000 tu. Mastaa huwa siwachaji. Mastaa sijai kuwachaji. Ila watu wa kawaida huwa na wachaji 5,000. Okay, tuende kwa Miss Mapozi Lolo. So ni video ipi ambayo unaikubali kuliko video zote? Unasema this is my favorite, kila siku lazima we play, yani kwa sababu unadhani hiyo director amekufanya ukaonekana so beautiful kwenye hiyo video? Unajua sina video bora. Kwa sababu gani? Video yangu ya kwanza nilifanya WCB mpya habari. Lakini nilikatwa. Umeona? Nilikatwa. Lakini wakati ulikuwa unapigwa zilikuwa zinaonekana naonekana mwishoni kabisa, lakini ile ndio video iliyonifanya watu wazidi kunijua. Ingawa ilikuwa video yangu ya kwanza, lakini WCB ni lebo kubwa, najua. Kwa hiyo video yangu ya pili ni Achaka TZ, kuwa uyaone. Ni underground lakini ana vocal kali sana. Na nilimfanyia video bure binafsi yangu. Nilipenda anavyoimba, nikamfanyia video bure. Ulikaguna? Kweli, nilifanyia video bure, nilipenda tu vocal yake. Kuna kitu natamani kukiona. Ni fundi. Anaitwa Lolo Mapozi. Bado natamani kuona pozi la Lolo. Maybe tukienda break and atakuonesha mapozi yake. Hebu guys, tuende kwenye short break alafu tuangalie mapozi yake ya behind the scene yanakwaje. Mwenzangu, tunakuamulia kwamba hii unit ni ya kwako. Utaamua kama utaamua kupiga simu au utatumia kwenye internet ama utatumia kwenye kufanya matumizi yako mengine. Sio tunakupa bando ambayo tayari imeshajitenga, hapana. Tunakupa unit kama mfano wa umeme, then utaamua utazitendea nini. Bahati nzuri kama ukijiunga na Pindua unapata vitu vingine vya bure ikiwemo WhatsApp ya bure, Facebook ya bure pamoja na SMS ya bure. Vodacom wanakupa hii zawadi kwako and it's all up to you. Kifurushi chako cha buku tu unaweza kujipatia unit zako kama 100 hivi. Afu unazitumia the way you want. Unaweza kupiga simu, unaweza kufanya anything, maamuzi ni ya kwako na unaweza kupata vitu vingine vya bure. So Pindua, it's all up to you. The future is very exciting. Are you ready? So, tulisema huyu kwa sababu anachora zile picha zake za ajabu. My producer was like, huyu jamaa inabidi awachore, you know? Nikasema, mimi sitaki nichore na midole mirefu na shingo ndefu, but ilibidi tutafute picha, alafu Swege atatuonesha ubunifu wake wa kuchora hapa in the studio. Na tumempa karatasi na tunakupa dakika kadhaa. Picha unakumbuka au nikuoneshe kwenye simu yangu? Nikuonesha kwenye simu. Okay, sawa. So wakati tuendelea kuchora hiyo picha, alafu tutaangalia before yake and after. Na wengine pia naweza nikawapostia on my Instagram na kwake pia, alafu tutaangalia ubunifu wake ukoje. So, changamoto ambazo unazipitia kubwa ni zipi kwenye kazi yako ambayo unasema sometimes mpaka natamani ningeacha kazi ya kuwa model? Kwanza katika ulipaji. Unajua bila management yani ni kazi bure. Kwa sababu gani? Utakuta mtu anakuita, naomba njoo nifanyie video yangu, nitakulipa. Shingapi?
kwa mfano anaweza akakutajia tena la uongo, mfano laki kwa mfano. Ukaambia sawa. Kumbuka ile ni kazi, uwezi ukaenda hamna mkataba, si ndio? Anakwambia fanya video, ukishamaliza anakulipa. Uwezi ukaanza kabla hujafanya kazi yake naomba hela akakupa, si ndio? Yeah. Ukishafanya video ikiisha ukimfuata akwambia nimepoteza hela hapa sina. Wewe hapo umeshinda na njaa. Kwa mfano kama chakula unakula chips kavu maisha yamepita. Yani kwanza mnakula mshachelewa. Msanii gani amefanya hivyo? Hapana, hamna msanii, ila ni changamoto ambazo tunakutana nazo. Siwezi kumtaja. Kama umekutana nazo, maana yake umekutana nazo kwa msanii. Siwezi kumtaja kwa sababu bado nahitaji nifanye kazi nyingi zaidi. No, yani kurekebisha tabia, kurekebisha tabia ya msanii ambaye amekufanyia mpaka imekuwa changamoto kwenye kazi yako. Ni vizuri ukivitaja. Inawezekana mwenzako amekufanyia kwa juu kama amekufanyia vibaya au amekuwa changamoto kwenye kazi yako. So it's okay kumtaja ili abadilike. Hapana, siwezi kumtaja kwa sababu nalinda sana kazi yangu. Siwezi kumtaja. Okay. Yeah, ila ilishanitokea na sio mara moja. Kwa hiyo unajua, ngoja nikwambie kitu Vanilla. Kama kitu unahitaji kufanikiwa unabidi yani uwe mpole. Utaki kukata tamaa. Mimi sikati tamaa, mimi manemeka, natafuta hela. Niko mjini kwa ajili ya kutafuta hela. Okay. Yeah. Tuzungumzie masuala yako ya movie. Movie ikoje upande wako wa movie? Changamoto unazozipitia. Movie ambayo ina display kwa hapa, I think watasema hiyo hapo, ambayo ni pia alikuwepo huko ndani. So kikubwa ambacho unachopitia ambacho unatamani watu wengine wangekifahamu kwenye ugumu wa filamu ni kitu gani? Unajua katika soko la filamu sasa hivi limeshuka, as you know. Ila na imani hii movie mimi nipo naonekana hapo ndo naanza. Wenzangu walishoot, nilikuwa na matatizo ya kifamilia nikashindwa kwenda kushoot sababu alikuwa anasafiri, nilishindwa kwenda. Ila kuna parts yangu imeandaliwa nikafanya, lakini sikukata tamaa kwa sababu eti sipo. Nilibidi nifanye kwa sababu napenda. Unajua ukifanya kitu kwa kupenda, wherever it is lazima ukubaliane na matokeo. Okay. Ila na imani soko la movie litapanda. Movie yetu ni shida sana. Okay. Inaitwa Yango. Inatoka tarehe 1 mwezi wa 12, Merman City. Vanilla una tiketi yako ya bure. Okay, sawa. Apart from wakati Usoga anaendelea kutuchora mimi na T-Boy, picha ambayo tulipigaga selfie, tayari nishajuta kabla hajamaliza kumaliza nishajuta kumpa hiyo picha aichore. So kutongozwa kwa mwanadada kwenye game la sanaa hili ni kitu cha kawaida sana. So ishaifika kwamba ni too much, kwamba kila mtu anayekuita anajifanya anakuita kwa kazi ila anakuwa na mipango yake binafsi. Hiyo kweli, lakini ilinitokea kwenye movie. Ikafikia hatua nikastop kabisa, sitaki tena movie. Okay. Yeah, ilishawahi kunitokea mtu anakupa interview ambazo unashindwa wewe mwenyewe kuzihandle. Unaamua baba, sinashindwa kuzihandle. Let me leave it. Yeah, unashindwa kweli. Yaani mtu anakupa interview unafikiria hivi mtu mzima kweli. I know, right? Pole sana. Pindua guys. Vodacom wanakuambia it's very easy kwako. Kwa kutumia shilingi 1000 yako tu unapata units 100. Then unaamua uzitumie vipi. Yaani uhuru ni wa kwako. Unapata dakika nyingi, unapata MBs nyingi, hapo unaamua kutumia the way you want, lakini zinakuwa kwenye mfumo wa units. Ukipata pindua your bundle, unaweza kupata WhatsApp yako ya bure, Facebook ya bure, pamoja na messages za bure. So ina benefit nyingi sana. Imagine all you have to do ni kuspend hiyo kwenye kupiga labda na bundle lako la internet, ambayo pia Vodacom unasifika kwa kuwa na internet yenye kasi kuliko mitandao mingine yoyote. Tukacheki moja ya videos za Uswege, then we'll be right back. I'm sure by that time atakuwa ameshamaliza picha yangu mimi na T-Boy. Uswege madara. Welcome back in the building guys, and it's very simple kwa wewe kuenjoy mtandao wa Vodacom kwa sababu wanakupa vitu vingi vya bure endapo ukinunua bando yako ya pindua inakupa units ambazo unaamua kuzifanyia nazo nini. Wanakupa uhuru wa kutumia units the way upendavyo. Yes, it's very simple. Unaweza kupata unit yako 100 kwa shilingi 1000. It's very simple. Then unaamua kama kupiga au unaamua kutumia kwenye internet. And uzuri mmoja, ukinunua kifurushi cha pindua unaweza kupata WhatsApp bure, Facebook bure, pamoja na SMS bure. So unakuwa umekupunguzia mzigo mkubwa sana wa kusema WhatsApp bure nini na nini. So you know, it's very simple. Najiunga na pindua na chemba topic yetu leo nasema kwamba unadhani furaha ni lazima iambatanishwe na pesa. Yaani kwamba ukiwa na pesa unakuwa na furaha. That's the thing. Unadhani ndio ama sivyo? Wakati Usoga ndio umemaliza. Yo, okay. Kwako, unadhani mtu anaweza kawa na furaha akiwa na pesa tu? Si kweli.
Sababu zako ni zipi? Kwa sababu unajua furaha hainunuliki. Unaweza ukawa na pesa nyingi lakini usiwe na furaha ndani ya moyo wako. Kwa mfano, unaweza ukawa na pesa ukiwa kama mwanamume au mwanamke, unataka msichana mzuri au unataka mvulana mzuri, unatumia pesa zako. Lakini kumbuka yule msichana au mvulana hajapenda pesa, yani hajakupenda wewe, amependa pesa. Zitakapoisha atakuacha. Utabaki na manunguniko tu. Okay, Uswege? Mimi binafsi bado sijapata pesa. Alafu sasa hivi nina furaha. Kwa huwa natamani ajitokeze mtu anipe pesa, nione nikiwa na pesa bado furaha inakuwepo na kosa, kwa hiyo huwa nahitaji nipime kote pande zote mbili. Hiyo picha ndio iko tayari hivyo? Iko tayari, ngoja niipige. Oh my goodness. Kwanza i-display kwa hivi kwenye ile kamera pale, ili mtu angalie Mungu wangu. Can you imagine hiyo picha ni mimi na T-Boy? I think nitapost ile kwamba unapost tu kuna huku hivi on Instagram. Sijui kama mnaweza mkuzoom kwenye simu yangu ikaonekana vizuri, lakini endelea kushikilia vizuri uweze kupata view nzuri. That's a selfie. Imagine, hiyo ni selfie ambayo nilipiga mimi na T-Boy, na matokeo yake ndo hayo. Kutokana na ujuzi wa Uswege kwenye kuchora, ameamua kunifanyia uhuni wa namna hiyo kwamba mimi shingo yangu ni ndefu. Ndio sijakukosea wala yani hujawahi kunipigia nikashindwa kupokea simu yako. So anyway, Uswege, hongera sana, watu wamekupenda sana Instagram na umepata mafanikio makubwa sana. So kwa kumalizia tu ungependa kuambia nini mafans na wanawezaje kukupata kwenye mitandao ya kijamii? Okay. Kwa Instagram napatikana kwa jina la Uswege Madara, Twitter Uswege Madara, pia YouTube Uswege Madara. Okay. Kwako? Mimi natumia Lolo Mapozi, niko Instagram tu. Hataki masuala mengine, ni just Instagram tu, anatumia Lolo Mapozi. Follow me on Instagram @VanillaDama. Before nilikuwa nimeenda kwenye show, nilikuwa Insta live, then nikitoka of course kuna more good stuff on my Instagram. So fanya kunifollow ili uweze kujua every update, including hii picha nitaipost mimi mwenyewe ikiwa before na after, ili uweze kupata preview vizuri, uone shingo yangu ilivyofanyiwa makosa makubwa sana na Uswege. Guys, I love you so much. Na unaambia Pinduopindo is the only band ambayo inaweza kufanya ukapata furaha na kuenjoy vitu vingi vya bure kama WhatsApp ya bure, Facebook ya bure na SMS za bure. Pinduopindo unaambiwa shilingi 1,000 tu unaweza kupata unit zako 100 na unaweza kuenjoy Vodacom. Vodacom wanakuambia kazi ni kwako. The future is so exciting. Are you ready? Kesho pia ni siku, guys. I love you so much. Tukutane tomorrow. Bye bye.